No reform, no election. Na tunajua kwa uchaguzi wa Tanzania umewadia na maandamano yanaendelea kufanyika katika sehemu mbalimbali kama vile Dar es Salaam na Dodoma. Maandamano haya yameweza kuanzishwa katika mitandao ya kijamii, kama vile askofu huyu aliweza kuchapisha na kusema kwa kumteka Polepole mmeshapoteza zaidi ya asilimia 70 ya wanachama na wafuasi wa CCM. Angalia vikao vya maandalizi vinavyoododa, ujinga ni gharama mkubwa. Na pia wafuasi wa Tundu Lissu pia wako mstari ya mbele katika hii maandamano, na wanatoa wasiwasi wao mkubwa kuwa kwa kuendelea kwa ukatili wa mfumo na utekaji nyara na ukandamizaji unaolenga wapinzani wa kisiasa, wakosoaji wa serikali na waandishi wa habari kote Tanzania iliyochangia katika hii maandamano. Ningeomba ubonyeze kidude cha like na subscribe, na pia kukosekana kwa taarifa za balozi wa zamani Humphrey Polepole tangu tarehe 6 Oktoba ni jambo la kutisha ambalo limezua hofu miongoni mwa Tanzania wengi, na wanasema kuwa wanahitaji taarifa la Humphrey Polepole lichukuliwe hatua za haraka, na wanasema kuwa wanakemea vikali kesi ya kisiasa inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na juhudi pia pana za kunyamazisha sauti za upinzani. Na pia hali ya sasa ya uhuru wa kidemokrasia nchini Tanzania, uhuru wa kujieleza na uchaguzi huru na wa haki ni wa kutia wasiwasi mkubwa, na waandamaji wanasema wanataka serikali ya Tanzania na mamlaka husika kuchunguza kwa haraka mahali alipo Humphrey Polepole na kuhakikisha anarudi salama, na pia kumwachilia mara moja Tundu Lissu na kusitisha mateso dhidi ya wanachama wa upinzani na pia wanaharakati, na pia kuheshimu misingi ya kikatiba inayohusu utawala wa sheria, demokrasia na haki za kibinadamu. Zaidi ya hayo pia wanataka uhuru wa mahakama lazima ulindwe, pia uhuru wa kujieleza uhifadhiwe na ukandamizaji unaonyesha dhidi ya wapinzani na watetezi wa haki za kibinadamu ukomeshwe. Na pia Rais Samia Suluhu anaonywa na waandamaji pia wito kwa Samia Suluhu afanye uchunguzi wa huru na wa haki kuhusu tuhuma zote za matumizi mabaya ya polisi na utekaji nyara wa kulazimishwa. Pia wanatoa wito kwa EES, Tume ya Ulaya na nchi wanachama kujitokeza hadharani na kujieleza wazi kuhusu swala hili, kwa kueleza kwamba iwapo hali hii ya ukandamizaji itaendelea, ushirikiano wa pande mbili za serikali na wananchi haitaenda pahali njema. Na hiyo ndio wito ya waandamaji kwa serikali ya Tanzania. Ningependa kusikia maoni yako hapa chini, tueleze kuhusiana na hii hali inayoendelea sasa kuhusiana na serikali ya Tanzania na uchaguzi ambayo umewadia.